Sasa najua miaka miwili iliyopita tulikosa huduma ya mchezaji muhimu sana kwenye eneo la namba 6. Naye wote tunamfahamu Khalid Aucho, amekuwa na sisi katika kipindi cha miaka 4 almost, na ametoa mchango mkubwa sana kwenye timu yetu, na aina yake ya uchezaji iliyovutia wanachama na wapenzi wengi wa klabu ya Young Africans, na wanachama hao mpaka leo wanamkumbuka Khalid Aucho kwa quality yake. Mwaka huu msimu uliopita tuliweza kufanya mabadiliko na kuleta wachezaji katika eneo hilo, lakini tukiri ya kwamba wachezaji hao hawakuwa na ubora ambao ulikwenda kukidhi mahitaji ya klabu yetu. Atakaye hachoki, Waswahili wanasema, ambao tumeuzoea. Siku kadhaa zilizopita tuliweza kutangaza wachezaji wetu wa Kitanzania ambao wana kiwango kikubwa na wameonyesha dhamira ya kutaka kukua. Tukawapa fursa. Kama tunavyosema, hii ni klabu ya wananchi na tuna kila sababu ya kutafuta vipaji vyenye uwezo na kuvipa nafasi. Baada ya kutoka hapo, tukaingia kwenye dirisha la kimataifa. Tukatangaza wachezaji kadhaa ambao wanatoka kwenye mataifa mbalimbali nje ya taifa letu la Tanzania. Na wachezaji hao naamini wameshaanza kutupa matokeo mazuri. Tumekuwa na friendly match 2 juzi na jana na leo. Na tumeona quality yao tukipata matokeo mazuri katika mechi za kujiandaa. Kwetu sisi ni sehemu ya kujiandaa na kupima pia uwezo wa wachezaji hao wanawezaje kuingia katika mfumo mpya wa mwalimu, ambaye mwalimu huyo ni mpya pia, lakini ni mpya katika ardhi ya Tanzania, si mpya barani Afrika. Amefanya vizuri barani Afrika akiwa na vilabu mbalimbali, lakini pia katika nchi yake ya South Africa. Eneo la namba 6 bado limekuwa ni kigugumizi kwenye klabu yetu, na hapo ndipo tulipochukua jitihada kubwa za kuhakikisha tunampata kiungo bora mkabaji anayecheza kwenye nafasi ya chini lakini mwenye kiwango cha juu. Nichukue fursa hii sasa kumtambulisha Fredy Ngoma, a boy from Congo Brazzaville, taifa linalotambulika kama ni taifa maalum kabisa katikati mwa bara la Afrika lenye vipaji adimu. Amecheza katika vilabu mbalimbali katika taifa lake, na mwishoni wakati tunakumsajili umetoka kwenye club moja katika klabu zilizofanya vizuri sana barani Afrika katika mashindano ya CAF Confederations last year, akiwa amecheza almost mechi zote za mashindano hayo, ikiipelekea timu yake ya Olympic Safi kufika hatua ya nusu finali ya CAF Confederations Cup. Fredy Ngoma, one of the best midfielder katika ukanda huu wa Afrika, naamini atakuwa ni suluhisho la ugonjwa ambao tumekuwa nao. Fredy, bienvenue Young Africans. Asante sana. Now you know Swahili. Asante sana means thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Welcome to Young Africans. This is the club of the historical club in Tanzania. One of the biggest club, one of the oldest club in Tanzania, 91 years of age. But the most successful football club, the most decorated football club in the country. 32 league trophies in Tanzania. You're coming to the biggest team. There's a lot of expectations from the fans, a lot of demands from the public, and I believe with your quality, you can take this team to the next level. Karibu Young Africa. Asante sana. Asante sana. Ndugu wa Tanzania, ni wakati sasa wa kufikia makubaliano ya kusaini mkataba kati yetu na Fredy Ngoma ambaye yuko mbele yetu hapa. Naam. Zoezi linaloendelea sasa hivi hapo ni zoezi la kusaini mikataba kati ya Fredy Ngoma, kiungo
kiungo wa chini mwenye uwezo wa juu, namba 6 ya Afrika. Niliwaambia ukiondoa Aliou Dieng, chuma kinachofuatia kwa ubora barani Afrika ni Fredy Ngoma, ni Mwananchi, na leo ana sign rasmi na klabu yetu Young Africans. Makamu wa rais wa klabu Young Africans anashiriki kwenye zoezi hili la kihistoria la kupata picha pamoja akiwa na mtendaji mkuu wa klabu yetu ya Yanga, lakini pia wawakilishi wa upande wa Fredy Ngoma na wao wanakwenda kupiga picha. Leo tutamsikia akiongea hapa namba 6 ya mpira. Asante sana President, kimkabidhi mikataba CEO na ile jezi nambari 6 ambao tuliwaambia mwenye shughuli nayo wanakuja, ndiyo huyo Fredy Ngoma, mtu hatari kweli kweli. Afrika nzima imefurahi leo, kila mmoja anazungumza habari hii kubwa, habari ambayo imeteka vijiwe mbalimbali vya soka hapa Tanzania, mitandaoni kule Insta live Yanga tuna watazamaji zaidi ya 50,000 wako live. YouTube Yanga TV na Azam Sports 1 wanafuatilia mubashara kabisa matangazo haya. Fredy Ngoma akipiga picha ya kihistoria. Na ni muda sasa rais mkaribishe Fredy aweze kuzungumza na wananchi. Bonsoir tout le monde. Déjà, je voudrais d'abord remercier le président pour tous les efforts qu'il a fait pour que ce transfert soit possible aujourd'hui. Et voilà, je suis très heureux d'être ici. Je sais que Young Africa, c'est l'un des meilleurs clubs en ce moment en Afrique. Et voilà, je suis venu pour gagner des titres, pour apporter ma pierre à l'édifice et pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Voilà, merci beaucoup. Kwa tafsiri sahihi kabisa ya Kifaransa, Fredy Ngoma kwanza namshukuru rais wa klabu ya Young Africans kwa kuhakikisha anamleta kwenye klabu yetu ya Yanga, na amesema anafahamu Yanga ni klabu kubwa hapa Afrika, klabu yenye tamaduni za kushinda, na yeye amekuja hapa kushinda. Mimi cha kumuongezea tu Fredy Ngoma, tunaanzia tarehe 12. Mwambie wa Kifaransa tutaanzia tarehe 12. Mwambie President. The win will start with the 12. It's going to be a dazzling show. He has to make the first win for Yanga. Tayari kaelewa. Kaelewa. As President, tufungie matangazo yetu, kuwashukuru wananchi na wakaribisha kesho kwenye mkutano mkuu. Tumalize tu Baada tumefikia mwisho wa hafla yetu, na turudishe kipaza sasa kwa wenzetu wa Azam Sports 1 kuweza kufunga hafla hii. Karibu Idris. Naam, shukrani sana Ali. Naam, nimeweza kushuhudia utambulisho huo wa kiungo kabisa mkabaji. Kiungo namba 6, mchezaji ambaye alikuwa anasubiriwa kwa wiki nzima Young Africans waweze kumtambulisha. Sina la ziada. Baada ya utambulisho huu tunasubiria sasa. Subiri tarehe 12 dabi waweze kujionea kwa jinsi alivyosema mwenyewe hapo kwamba wananchi wasubiri. Na wajumbe wa kamati ya utendaji, siku ya kesho itakuwa ni siku ya kihistoria kwa klabu yetu, tukiwa tunamaliza
mzunguko wa kwanza au unaweza kusema temu ya kwanza ya uongozi wetu. Tulipewa madaraka haya miaka 4 iliyopita kupitia mkutano mkuu ambao utakwenda kufanyika tena hapo kesho. Mkutano huo mkuu utakuwa ni mkutano mkuu wa kihistoria ukibeba ajenda za mkutano mkuu wa kawaida, na baada ya hapo utakuwa kuna mkutano mkuu maalum kabisa kwa ajili ya uchaguzi. Kesho inaweza kuwa siku ya mwisho ya uongozi wetu katika hii hatamu ya kwanza, na inaweza kuwa pia siku mpya kwa ajili ya kufungua historia mpya ya klabu yetu kwa kupata viongozi watakaoenda kuiongoza klabu hii kwa miaka minne mingine mipya. Tunayo nafasi kubwa ya wanachama na wapenzi wa klabu yetu kupata nafasi ya kuchagua viongozi wanaowataka katika eneo la rais wa klabu, makamu wa rais, lakini pia wajumbe wa kamati ya utendaji watano. Tuliweza kutangaza kupitia maelekezo ya katiba yetu yanayotoa fursa baada ya miaka 4 wanachama kupata nafasi ya kuchagua viongozi watakaoweza kuongoza. Kupitia kamati yetu ya uchaguzi, taarifa hizo zilikwenda wanachama kupata fursa ya kujisajili na kuomba ridhaa ya wanachama kuongoza klabu yao. Sasa kesho ndo kinyang'anyiro. Watu watapata nafasi, wanachama wetu, kuchagua viongozi wao wanaohitaji kwa kipindi cha miaka 4 inayofuata. Ni muhimu sana kutoa fursa kwa wanachama wetu, kuwapa haki yao ya kikatiba, voting right, haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Na kesho tunakwenda kuifikia siku hiyo ya kihistoria. Nichukue fursa hii kualika wanachama wa mkutano mkuu ambao wamesafiri kutoka mikoa mbalimbali ya taifa letu. Lakini tukumbuke klabu yetu pia na matawi nje ya nchi. Yako matawi ambayo pia yameweza kuwakilishwa na viongozi wao yanayotoka nje ya mipaka ya Tanzania. Wengi wao wameshahudhuria na wako hapa katika jiji la Dar es Salaam wakiwa tayari kwenda kuhudhuria mkutano huu mkuu wa kesho. Niwakaribishe wote Dar es Salaam, niwakaribishe katika mkutano mkuu na niwatakie kila laheri katika maamuzi mtakayokwenda kuyafanya hapo kesho. Mtambue maamuzi hayo ni kwa ajili ya mustakabali wa klabu yetu kwa miaka mingine 4 ambayo ni muhimu sana, huku tukiwa tuna miradi na mipango mbalimbali ya kupeleka klabu yetu mbele. Kiachilia mbali eneo la uchaguzi, tutakuwa pia tuna ajenda mbalimbali ambazo ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya klabu yetu, ikiwemo marekebisho ya katiba ambayo pia ni muhimu. Wote tunafahamu dunia inakwenda kwa kasi. Mabadiliko ya kiuendeshaji, ya kiutawala yanatulazimu pia na sisi kama klabu yetu kuweka katika mazingira bora ya kisasa ya kuendesha. Wote tunafahamu klabu yetu inaelekea katika hatua ya mwisho ya transformation ambayo itaturuhusu kufungua kampuni mpya itakayoweza kuuza mpaka 49% za klabu yetu na 51% kubaki kwa wanachama. Kipande hicho kinapaswa ku-reflect kwenye katiba yetu ya Club Young Africans, na kesho tutakwenda kukitazama na kuona kwa namna gani tutafungua mlango huo, bila kusahau maeneo mbalimbali ambayo ni muhimu kwa ajili ya kupata maendeleo ya klabu yetu, ikiwemo zile ahadi ambazo tulizichukua kwa miaka 4 sisi katika uongozi wetu, kuhakikisha kwa namna gani tutakwenda kuleta ripoti hiyo kwa wanachama ili kuweza kujua maendeleo ya klabu yao. Baada ya kusema hayo, niwakaribishe wote kwenye mkutano mkuu na niwatakie mkutano mkuu mwema wenye maamuzi kwa ajili ya klabu yetu. Baada ya kusema hayo, najua wanachama, wapenzi na Watanzania kwa ujumla mnayo hamu kubwa kumsikia na kumuona kwa mara ya kwanza mchezaji ambaye tutakwenda kumtambulisha leo. Mchezaji